Sasa angalia nyadhifa za moyo ili ujue na moyo uko unachukua sehemu gani katika maisha ya mwanadamu. Jambo la kwanza, wadhifa wa akili. Allah subhanahu wa ta'ala anakuthibitishia katika Qur'ani kuwa wadhifa wa akili, wa wewe kuwa na akili na wewe kufahamu na wewe kutumia akili yako ili ikupelekee katika kujua sawa ni ipi na sio sawa ni ipi. Wadhifa huo unapitishwa kupitia kwenye moyo. Moyo ndio unatoa amri kwenda kwenye akili. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, qulubun yaqiluna biha. Basi kwa nini hawatembei katika ardhi hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili wapate kuwa na mioyo ambayo mioyo hiyo itawapelekea wao kuwa na akili. Tushike wadhifa wa pili. Wadhifa wa pili ayuha al-akh al-karim ni wadhifa wa fahamu. Kule wewe kufahamu mambo, kufahamu mambo. Leo ukiulizwa wewe unafahamu kupitia kwa nini, kwa haraka binadamu atakujibu, atakwambia natumia akili yangu mimi kufahamu. Wewe ufikiri mimi sina akili ya kufahamu, lakini inayofahamu sio akili. Qur'ani inakwambia inayofahamu asili yake ni moyo. Moyo ndio unaoambia ile akili ifahamu. Wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Allah subhanahu wa ta'ala, wale waliokiuka mipaka na waliokwenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu aliipiga muhuri mioyo yao, tubi'a, aliipiga mihuri mioyo yao, fahum la yafqahuna, kwa hivyo hawana kufahamu, hawawezi kufahamu wakajua sawa ni ipi. Moyo ndio uliofahamu kabla ya akili, na moyo kama hautaki kufahamu, akili yako hata ikataka kufahamu vipi haiwezi kufahamu. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala alipopiga muhuri kwa hawa waliopotea, hakupiga mihuri akili zao, alipiga mihuri madha, mioyo yao. Wadhifa wa tatu miongoni mwa nyadhifa za msingi katika maisha ya mwanadamu ni wadhifa wa kuona, albasar. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Inayopofuka sio macho yanayopofuka, unaopofuka ni moyo ulioko katika vifua vya wanadamu. Kwa hivyo unapomwona mtu haoni kwa macho yake, usije ukasema huyu ni kipofu. Kwa lugha ya Qur'ani, huyo si kipofu. Kipofu ni yule aliyepotea, ambaye moyo wake haujamsaidia kuona haki ya Allah subhanahu wa ta'ala iko wapi, ambayo iko wazi. Kuona kunarudi katika moyo, kama ambavyo kusikia vile vile kunarudi katika moyo. Katika sura al-A'raf, wa yatba'u Allahu ala qulubihim fahum la yasma'un. Wanapigwa mihuri katika mioyo yao, hawawezi kusikia. Sasa wewe usije ukajiuliza kuna alaka gani baina ya moyo na kusikia. Ili kwa mihuri ipigwe kwenye masikio? La, mihuri haipigwi kwenye masikio, mihuri inapigwa katika mioyo, kwa sababu moyo ndio asli wa kufanya yale masikio yakasikia. Wadhifa wa tano uliobakia wa mwisho miongoni mwa nyadhifa za msingi katika maisha ya mwanadamu ni wadhifa wa elimu na kusoma na kutafuta elimu. Wadhifa huo asili yake vile vile unarudi katika moyo. Wewe usomi kwa akili yako, wala usomi kwa sababu unafahamu nzuri, wala usomi kwa sababu unadhani Mwenyezi Mungu amekupa akili kubwa na akili nyingi. La, ni kwa sababu ya huo moyo ulionao. ما الدليل على هذا الكلام؟ قول الحق سبحانه وتعالى: وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. كل يوم وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هapa وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. moyo nao vile vile wakati mwingine Allah subhanahu wa ta'ala huufungia, akaupiga muhuri, ukawa moyo ule hauwezi kupata elimu. Hizi nyazifa tano, kazi tano ambazo zinafanywa na mwanadamu katika maisha yake, bila ya mojawapo wa kazi hizi wewe utakuwa bado hujasimama katika mstari wa sawa katika maisha. Al-aql, al-sam', al-basar, ماذا؟ العقل، السمع، البصر، البصر. العقل، السمع، البصر، البصر. العقل، السمع، البصر، البصر. البصر. العقل، السمع، البصر، البصر. البصر. العقل، السمع، البصر، البصر. البصر. ماذا؟
alfahm walilm, nyadhifa 5. Huwezi kuishi bila akili, huwezi kuishi bila fahamu, huwezi kuishi bila kuona, huwezi kuishi bila kusikia, wala huwezi kuishi bila ya elimu. Na mambo haya 5 yote ya msingi Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani tukufu amefungamanisha na nini? Na moyo. Usije baadaye ukaniuliza swali gumu, sababu pengine labda sasa hivi tukizungumza maneno haya kuna wengine katika akili zao zimekwenda mbali, wameanza kupiga maswali magumu katika vichwa vao, alafu kaniuliza swali hili ni gumu na tutalijibu baadaye mwisho kabisa, si hata pengine si leo. Ukaja ukauliza, je, wale ambao wanapata shida za moyo alafu wanapelekwa kule nje kwenda kufanyiwa operation kisha wanabadilishwa moyo, akapawa moyo wa mtu mwingine, inakuwaje? Hili swali ni gumu hili. Wazi? Na hili swali ni gumu. Iko jawabu yake, lakini ni swali ambalo linahitajia wakati ili kujieleza na kulifafanua. Na pengine ukijibiwa ukaleta swali lingine gumu zaidi, ukasema, je, wale ambao wanawekewa moyo wa battery, sio moyo wa nini, wa plastic, itakuwaje? Tutafika huko. Kwa sasa hivi usende, wewe baki hapa na sisi katika maneno haya. Kwa hivyo ayuha al-akh al-karim, tumejua kwamba moyo katika maisha ya mwanadamu kupitia kwa Qur'ani ndio msingi wa mambo yote anayoyafanya mwanadamu, msingi wa nyadhifa zote zinazotekelezwa na kiwiliwili cha mwanadamu chote, kuanzia wewe kuona mpaka kusikia mpaka kuwa na akili mpaka kufahamu na mpaka kuzingatia katika maisha yako. Mambo hayo yote Allah subhanahu wa ta'ala rabataha bilqalb. نور على نور